من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni fursa kwa hakika adhimu sana, the golden opportunity, ni fursa muhimu kwamba sote tumekusanyika mahali kama hapa ili kusudi kujengana kifikra, kujengana kiroho na kujengana kimaadili na kuelekezana juu ya vitendo ambavyo vinastahili kufanywa na wewe na mimi, kusudi umma wetu uwe ni umma unaotekeleza malengo yaliyoekewa na Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu umma wowote ambao haupelekwi kwa malengo, basi ni umma ambao inakuwa ni rahisi sana kupotea na kuangamia. Kwa hivyo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipanue katika mtazamo wangu wa hii mada ambayo ningependa tujadiliane siku ya leo, ili kusudi zile fikra ziwe zitafuatana kwa mantiki inayofaa, ili kusudi zikitoka katika akili yangu zipate mahali katika akili yako. Namuomba Bwana Mungu kadhalika anijalie utulivu wa nafsi katika huu muda wa dakika 45, ili kusudi maneno yatakayotoka katika moyo wangu yapate nafasi katika moyo wako, kwa sababu hakuna kiungo kinachosoma zaidi na kutekeleza kama kiungo kinachoitwa moyo. Moyo ukitulia, ilmu hubobea na ni rahisi kuitumia, na hii yafaa kuzingatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hilo atatujalia. Na pia naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipe nguvu za kuweza kusimama kwa dakika 45, kwa sababu mwanafunzi wangu ambaye pia ni mwalimu wangu anasema uzee ni nyumba ya maradhi, wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil halq afala ya'qilun. Na sisi wengine tumefikia katika kile kipindi cha kulala salama, yani everything is switching off slowly and gradually and peacefully. Kwa hivyo naomba kwamba Mwenyezi Mungu atanipa nishati ya kuweza kusimama wima, kusudi hii mada ipate kuzungumziwa na nguvu inayostahili, ili kusudi tuone umuhimu wake uko mahali gani. Ndugu zangu, kama wazungumzaji waliotangulia walivyosema kwamba ujana ni jambo bora, hii ni muhimu kufikiria. Tena huja ukatia fora ikiwa utazingatia, ukakufanya uwe mtu bora, mambo ukajitengezea, usije ukawa ni mtu jura duniani ukaangamia na motoni ukaingia. Kwa sababu yale yote yanayofanyika katika maisha ya mwanadamu mara nyingi sana yanajengeka mwanadamu anapokuwa katika kipindi chake cha pili. Tunazaliwa tukiwa katika hali ya dependence, kutegemea watu wengine. Baada ya miaka 15
tunaingia katika kipindi cha independent, kipindi cha kujitegemea. Baada ya miaka 35 tunaingia katika kipindi cha kuwa depended on, kwamba watu sasa wanakutegemea wewe. Ukimess katika kipindi cha wewe kuwa mtu huria, basi katika kipindi cha watu kukutegemea unakuwa ni mtu ambaye huwezi kujisimamia. Kwa hivyo mwanadamu anapokuwa kijana, inakuwa ni wakati ambao anatakikana ajenge miundo msingi ya kumwezesha kusimama wima wakati zile nguvu za ujana zimemalizika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila kipindi cha umri wetu katupa mambo fulani, katunyima mambo fulani. Katika wakati wa utotoni, mwanadamu anakuwa na fursa ya uhuru mkubwa wa kuchezea wakati vile anavyotaka. Katika malezi ya misingi ya Kiislamu wanasema miaka 7 ya kwanza chezeni nao watoto wenu. That is to say, the first 7 years you got plenty of time, una wakati wa kutosha. Lakini the second 7 years, that means you are now 14, time is limited for you, kwa sababu huu ni wakati mara nyingi unakukuta wewe uko thanawia ama uko high school. And that is the time when every second, every minute, every hour is an opportunity for investment in your life. Kwamba kila sekunde, kila dakika, kila saa ni wakati wa wewe kufanya investment katika maisha yako. If you mess with your youthful years, the old age takes revenge on you. Ukicheza na ujana wako, uzee wako unalipa kisasi, kwa sababu unakukuta ukiwa katika hali ya kwamba huwezi kuumudu ule uzee wako, na huwezi kuumudu uzee wako kwa sababu umepoteza ujana wako. And there is nothing so bad kama mwanadamu kuwa mtu mzima asiyeweza kujisimamia. It is easy to be an old person, kwa sababu kuwa utu uzima si chaguo, lazima. Lakini ni mbaya kwamba wewe ulikuwa kijana alafu uwe mtu mzima ambaye you are stupid. Ulikuwa na wakati wa kujisomesha ulipokuwa kijana, but you refused to acquire knowledge. Sasa umekuwa mtu mzima and you are stupid. You are old plus stupid. It's worse. When you are old, you are stupid and then you are broke. Because there was a time you were young, you could work hard and save enough for your future. You wasted it. It's more difficult when you are old, stupid, broke and sick. Kama mwalimu wangu na mwanafunzi wangu alivyosema, uzee ni nyumba ya maradhi. That means therefore you can't help it. Hauwezi kujisaidia wakati umekuwa mzee, kiwiliwili hakina nguvu ya kupigana na maradhi. Mbaya zaidi, ndugu zangu, wadogo zangu, watoto wangu, ni kwamba wewe umekuwa mtu mzima, alafu you are stupid, alafu you are broke, alafu you are sick, and then you are ugly. That's very difficult. Now, by the raise of your hands, kwa ishara ya kuinua mikono
Ni wangapi wangechukia kuwa katika hali kama hii? Ni wangapi wangechukia kuwa katika hali kama hii? Sisi wote, sadakta. Kumaanisha kwamba ikiwa tunachukia kuwa katika hali kama hii, basi inabidi tuwe waangalifu wakati ambapo sisi tuko katika hali ya ujana. Tafsiri yangu ya ujana kwa kutumia neno la Kiingereza youth. If you're calling yourself a youth, what are you truly telling yourself? Kama wewe unajiita youth, haswa unasema wewe ni nani? Now to me, if you say you are a youth, it means you understand that you are now in the process of becoming. You are yearning for more. You are in the process of becoming someone great who lives life of excellence, becoming someone of significance, becoming someone important, becoming someone who is productive, becoming someone who is useful, because the best among us is the one who is most useful to his community and her community. Kumaanisha kwamba mimi nikisema ama wewe ukisema you are a youth, why tells you must yearn for more. That means you must struggle, majtahada wajada. Whoever struggles, whoever strives, whoever works hard will always succeed. There is no shortcut in life. The hard way, the only way. No gain without pain. If you want things that are good, you must be prepared to work for that which is good. Because if you don't prepare to work for that which is good, that which is bad overcomes you, overtakes you, comes to conquer you. You are either working towards becoming a better person, or life will make you a worse person of yourself. You must yearn for more. When you call yourself a youth, you are telling yourself, I am living life full of objectivity and not subjectivity. Kwamba mimi ninaishi maisha yenye malengo, makusudio, hadaf. I'm not just trying, I'm not guessing, I'm not taking trial and error. I am doing something I know inanipeleka ninapotaka kuwa siku za mbeleni. Watoto wangu, ndugu zangu, the best way of predicting your future is creating it yourself. Then present it to Allah subhanahu wa ta'ala and tell him, this is my masterpiece. This is the life I want to live. And Allah subhanahu wa ta'ala has a choice. And that is what Nabi Yaqub did. Yaqub alayhi salam alipokuwa anatamani mtoto, alimueleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mtoto wa aina gani anayemtaka. He didn't just pray for a stupid child. No. He told Allah subhanahu wa ta'ala, nataka mtoto ambaye ameongoka, atakayenirithi, atakayefanya kazi zangu, atakayeleta maendeleo. Man, you should understand that. Allah doesn't give you what you want. Allah gives you what you work for. Therefore, if you want something good, you got to be good yourself. Ni lazima, muhimu sana. You're young. Lazima uwe na objectives katika maisha yako. Kama mwanafunzi wangu, mwalimu wangu alivyosema kwamba ni lazima kuanzia raudha, kuanzia kindergarten, kuanzia nursery school, you should know exactly the gift that Allah subhanahu wa ta'ala gave you. When I was growing up, I knew 100% with the help of Allah I will become a teacher.
for sure that the only reason I came to this world was to teach. And I made sure I did what made me a teach. And today I am a teach. And you must also know, ni zawadi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupa, lau utaitumia vilivyo itakuwa ndiyo sababu ya kukutukuza hapa ulimwengu na kukuwezesha Mwenyezi Mungu kukupa radhi zake kesho akhera. Every human being is embedded, endowed with gifts, talents, mambo ambayo unaweza kuyafanya bila ya uzito, bila ya kusumbuka na bila ya kuchoka. When you do what you love and you love what you do, doing it becomes easy. It's easy, it becomes a hobby. Hasa ni muhimu sana kuwa na malengo katika maisha, because you are a youth. You unakuwa youth kwa sababu you understand, unaelewa kwamba if it is to happen, it is you to make it happen. Kama itakuwa, basi ni wewe utakaye tekeleza iwe. No one, absolutely no one will do anything for any other person. Hakuna mtu atakutekelezea malengo yako. Ikiwa unataka kuwa boxer, alafu udevelop zile muscles za kukupa frame ya kuwa killing frame, you know what I mean? You know? Do you know what I'm talking about? Yes, you do. Now you got to the gym and do the press-ups every day until the muscles develop. You can't pay somebody else to go to the gym and then you develop the muscles. It's not possible. Na katika maisha kuna mambo mengine hakuna mtu mwingine yoyote atakufanyia isipokuwa wewe mwenyewe. If you don't like the way you are today, then you must change what you are doing with yourself today, and tomorrow you will be a different person. You cannot keep on doing whatever you are doing expecting you're going to be a different person. It's impossible. Haiwezekani. Haiwezekani kuendelea kufanya unayoyafanya ukitarajia kwamba maisha yatakuwa tofauti. Hauwezi kupanda mahindi ukavuna maharage. Hauwezi kupanda chungwa ukala apple. Hauwezi kupanda ndizi alafu ukala embe. Haiwezekani. You want life to be good, ni lazima kuanzia sasa ufanye yaliyo mazuri. Kwa sababu kila ukifanya mazuri na maisha ukayakariri, basi utayapata ya kheri, na yaloshari hayatakusibu, na wewe utakuwa kama hariri, na Mungu aliyekahari atakupenda ikiwa huna jeuri. It's your choice at the end of the day. Kwamba wewe kama kijana you understand kwamba wewe una jukumu la kutekeleza mambo ambayo yatabadilisha maisha. You are a youth, T in the word youth. You must understand you are not going to be a youth forever. It's impossible. It is a matter of time. Hata mimi miaka 20 iliyopita I was also a handsome boy. Oh yes, I was handsome. Yes, when I was in Kwale High School here, studying Form 5 and Form 6, I was a handsome boy. Those days. But if I had sat down to admire my handsomeness and then neglect the books, today I will be more ugly. You know what I mean? Kwa hivyo ni muhimu sana understand kwamba kila jambo kwa jambole, wakati kwa wakatile, na mtu ni kwa mtule, na neno ni kwa nenole. At the end of the day, don't mix play with work. When you work, and when you play. When you are young, it's time to do what is good for you in order to have a better future. H
in the word youth. Mwanadamu hatengezwi kwa simiti na blocks. Mwanadamu hatengezwi kwa chuma na kuchomwa. Mwanadamu anatengenezwa kwa akhlaq, habits. So as a young person, you need to understand that your habits will make you or they will break you. And you know what they say? Do you want to know? Say yes. Do you want to know? Say yes. Do you want to know? Say yes. When you are young, you make your habits. But when you become old, the habits will make you. Wakati ukiwa mdogo unakuwa unatengeneza akhlaq zako, tabia zako. Lakini wakati umekuwa mtu mzima kama mimi, sasa zile akhlaq zako zinakutengeneza wewe. Hauiti mrongo mpaka useme urongo. Hauiti mwivi mpaka uibe. Usijidai kwa umbo maumbile sote sawa. Nyusi na nywele ni pambo, huota na kunyolewa. Yapo maalum mambo yafaa kuzingatiwa. Ada ya mja hunena, muungwana ni vitendo. Tenda watu wataona, majisifu weka kando. At the end of the day, you understand, if I am to be who I must be, then I must do the things that will make me be the person I want to be. Na ndio maana wanasema success kufaulu comes through observation, imitation, repetition and habituation. Kufaulu kuna kuja kwa zile vitu unazozifanya kila siku. The power of atomic habits. Kwamba yale mambo madogo madogo yale unayoyafanya kila siku ni ndio baadaye yakikamilika yanakufanya we unakuwa mtu gani. Ndugu zangu, the topic we have to discuss is called the paradox. Can you repeat that word for me? Paradox. Again, paradox. Again, paradox. Louder. Paradox. Now, what's paradox? I wonder what it means, you know. Paradox. You know, shadda and madda, you know. Vuta kabisa. Paradox. Now write it down. If you have a pen and a paper, please write it down. P in that word tells you social media is a business of perceptions. Perceptions. The way you look at social media, that is what it becomes in your life. When you stop looking at things, the way you look at them, the things you look at also change. So if you look at social media as an instrument of personal growth, it helps you grow. If you look at social media as an instrument of pleasure, it destroys you. If you look at social media as a gateway of greatness and major learnings, it makes you stronger. It is an issue of perception. The way you look at it. Vile unavyoitizama social media ndivyo inavyokuwa. Ukiitizama kwa kheri inakuwa kheri. Ukiitizama kwa shari inakuwa shari. Acha zako kiburi na usifanye jeuri, kwa sababu hii social media ina nyingi hatari. Na hili lazima nilikariri. Ndugu zangu, paradox. It is an instrument that is used for association and assimilation. That means if you want to use it to associate yourself with good people, you become a
good person. Because in life, katika maisha, you become who you associate with. You want to be rich? Stop walking around with poor people. They can't make you rich. You don't want to become stupid? Start walking around with learned people. You want to be great? Start connecting with great people. You become in life who you know. Kama katika simu yako namba zilizoko zote ni za kukuuliza M-Pesa, you have a problem. Now it is time for you also to look for numbers that you can also ask for M-Pesa. At least plus minus, that one can balance. 10 plus and 10 minus. But if it is always minus and minus and minus, one day you become sufuri. Association and assimilation. Paradox. It is a platform where we create relationship. Inaitwa relational capital. Mara ingine hufaulu kwa sababu umezaliwa katika familia iliyofaulu. Unafaulu kwa sababu umeshikana na watu waliofaulu. Successful people look for opportunity to become successful. And if that opportunity is not there, they create it themselves. They look for the opportunities to become successful. Wanatafuta fursa ya kuendelea katika maisha. Paradox. The second R. Social media is an instrument that you can use to create applications, na zile applications either ziwe positive ama ziwe negative. The choice is yours. Say, the choice is mine. The choice is mine. And now, say that. And now, I am making the right choice. I will use the social media in the right way. Yes. It's called choices. Rafiki yangu, ukiona mtu amekuwa profesa, hakuzaliwa profesa. Alikuwa profesa because he chose to be a professor. And when you see another one who is a manamba, hajazaliwa kuwa manamba, alichoose kukuwa manamba. Ukimwona mtu juha, hakuzaliwa juha, aliamua kuwa juha. Ukiona mtu mshenzi, hakuzaliwa mshenzi, aliamua kuwa mchenzi. It's choices. It is what you do that makes you. Kwa hivyo ni wewe pia una uwezo. That is why they say, if you don't like who you are, then change and become a different person. Kama hauna raha na vile ulivyo hivi sasa, basi badilika uwe mtu mwingine tofauti. Paradox. D. Social media is a platform. Is a platform which gives direction. Now the direction can either be positive or negative. Believe me, everything in life begins with admiration. But admiration has to come with determination. And determination must also be filled with inspirations. And inspiration must be built on your intention. And the intention will always lead to the completion and give you the satisfaction and takes you to the destination. It is E plus R that will always take you to O. E plus R will always take you to O. It doesn't matter what happens to you. What matters is how you respond to what happens to you. E event, whatever happens in your life, is not really an issue. The issue is how are you responding to what is happening in your life. Vile unavyo yachukulia yale yanayofanyika katika maisha yako, na vile tunavyochukulia social media,
That's what it does to us. In the interest of time, paradox. It is an open space which can either give you optimism or can give you distraction. Either optimism or criticism. Inakupa wewe uhakika wa maisha yako ama inakumalizia maisha yako. Paradox. X. It is a place where we x-ray our own lives. And then ultimately you either like yourself or you hate yourself. And that's what's happening in the society today. Some of us hate ourselves because our hairs are not what we wanted to be. Nywele ulionayo sio uliotaka uzaliwe nayo. So you hate yourself because pua yako ni kubwa kama Mujahid, sio nyembamba. You hate yourself because you're too dark, you're not light. You hate yourself because you're too short, you're not tall. You hate yourself because you're poor. You know what I mean? Why? Because you've seen somebody else in the social media who is much better than you. And you don't understand there is what they call Photoshop in the social media. Maybe yule unayemwona ni mrembo kuliko wewe katika social media is ugly. You should know that, you know. I don't have to tell you. You know what? You should know that. Wewe umemwona, the struggle continues. Umeona msichana mrembo kwa social media, jamaa akafanya Photoshop, whatever, snapshot, whatever they call it. Now the figure is ideal. Kanyoka kama ngamia, shingo iliyotimia na moyo umetulia, kila mahali amejijengea. Hana unalotizama, kila jambo la kuvutia. Rafiki yangu, hauna ulipo, wewe ndio utakayeumia. Huyo ashafikia lengo lake. Wewe uko wapi tena? Uko wapi jamaa? Bwana mmoja, rafiki yangu, sahibi yangu, mtu mzima kama mimi, mke wake siku moja akaja kunilalamikia kwa sababu mimi nafanya ushauri mara nyingine. Siku hizi rafiki yako bwana anapoteza wakati mwingi sana sitting room. Namngojea sabuleni upo mpaka usingizi unanichukua, nikishtuka hata sijui ameingia saa ngapi kwenye sabule. Sijui mwisho lini tokea tulipokutana vile walioana wanapostahili kukutana. Tafadhali zungumza na sahibi yako. Hasa kumuita yule bwana, vipi wewe tena? Mbona unajibuhudhi na maneno kunambia kuniombea maradhi nipite nikiugua, mimi nishajikuziza. Sasa nawe uumia wakati wako sasa. Mambo yashakuwa mabaya. Na wewe vipi, huyu bibi analalamika, unafanya nini? Akasema bwana we, nimediscover bwana, kumbe humu ndani ya TV kuna watu wazuri kuliko mke wangu bwana. Kwa hivyo mimi napenda kupoteza wakati wangu bwana. Mungu kaumba, inna Allah ahsanul khaliqin, ya Allah, subhanallah, ya Allah. Sasa amegundua wengine wanaovutia zaidi katika social media. Sasa mkewe amekuwa mtumba, second hand, roadside. That's danger, don't you think so? Yes. Now that's the paradox of the social media. They call that paradox of social media. Wacha tuache PowerPoint kwa sababu wakati hauturuhusu. The paradox of social media. Now the paradox of social media. How many of you have smartphones? Raise up your hand. Raise up your hand if you have smartphone. Like almost everybody, right? Nikiwaambia leo nataka kuwabadilishieni smartphone, ni wape kabambe, wangapi watakubali? 0. Kwa nini ukatae? Kwa sababu umezoea social media. Umezoea social media. Kwa hivyo mara nyingi lile lengo la social media wengine wanazitumia kuangalia Facebook. Siku hizi haitwi tena Facebook, kwa ufupi inaitwa FB. Am I right? So it's no longer Facebook, it's fitna book. It is called fitna book. Ebu repeat that. Fitna book. Ebu jambie tena.
fitna book, tena fitna book. Unajua kwa nini inaitwa fitna book? Kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba 35% za talaka zinazotoka nchini Kenya zimesababishwa na upuzi wa Facebook. Talaka 35% zinazotoka majumbani mwetu nchini Kenya zimetokamana na Facebook, na ndiyo maana leo tunaibatiza. Hatuiti tena Facebook, tunaitaje? Fitna book. And for the young people and for all of us, please write down this one. Remove your face from the Facebook and put it on the book. Remove your face from the Facebook and put it on the book, kama unataka kuwa na kubadilisha maisha yako. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati alasiri umefika, tuangalie hatari zinazopatikana, na nitakwenda kulingana na vile maumbile ya mwanadamu yalivyo. Let's look at personal, yani athari zinazopatikana kwa mtu binafsi. Aidha unakuwa unafahamikiwa, unaeleweka na unaendelea, that is positive. Hivi leo ukizunguka mitaani mwetu, ukimuuliza mtu unamjua Sheikh Uthman Maalim, anakwambia yes. Umemwona wapi? Kwa internet. Unamjua Sheikh Kishki? In the positive way. Now in the negative way, kuna vijana wanasema 0.9 suicide cases in the world as a result of social media. Umechat na mtu, alafu kwa siku 3 mfululizo anakuambia nikikuona kwa mbali moyo wangu waja juu, kwa macho yangu mawili I look at you. Usimwambie wa pili that I love you. Say, yeah man, someone loves me somewhere. Now you build up the hope and the love, and then one morning this person ambaye alikuwa akikwambia maneno matamu anakwambia from today it's over between you and me. Kuanzia leo wewe na mimi ni kama ardhi na mbingu, halas tena halas. Wewe kuwa na mimi kama nzi kuingia katika maziwa, finish. In fact you are an idiot. Now tell me, utahisi vipi kama ni wewe? Now mtu anakijisha kitanzi, anakufa. Kwa sababu ya nini? Social media. Ama mtu anapata maradhi ya kisaikolojia. Mwanafunzi wangu mmoja wa Pwani University alipata date katika internet. In fact siku moja akanambia, Maalim, mimi karibu nitaoa. Nikamwambia, utamuoa nani? Hebu na mimi muangalie huyo utakayemuoa. Akanambia, ya akhi, hata sijui nianze wapi, manake kila kitu kakaa mahali yake. Huyu mtoto Hurul Ain kanionyesha picha, nikasema sadakta, naam, umechagua rafiki yangu. Tena nakuja Jumamosi hii, atateremka hapa Kilifi. Ala, gari gani anakuja? Nikupeleke mimi ukamchukue, kwa sababu huyu hafai kuchukuliwa na miguu, taenda na gari yangu. Basi kufanya mzaha, akanipigia usubuhi akaniambia ameingia Tahmid. Sasa tuko pale na simu, sasa tunamtafuta, tupiga simu ya dia, niko hapa, tukimwangalia, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ya Allah, shosho hababa alitoka mbio. Kumbe alimtumia picture alipokuwa high school. Si maradhi haya Sheikh? Manake wanasema maradhi yote ugua ila mahaba siombe. Sasa jamaa kashikika. Now that is
the effect of social media. Personal effect, inaleta psychological problems. Last year we were doing analysis of the poor performance in Mombasa County, and our analysis showed 98% of the high school students in Mombasa who score D+ and below is due to the excessive usage of their mobile phone. Why? Because aliyetengeneza platforms za social media also created a certain chemical called dopamine. In every social media platform, there is something called dopamine. Dopamine is the same substance that is found in cocaine and heroin. It gives you a lot of addiction. That is why when we leave our phones at home, na umekuja ofisini uko tayari kurudi nyumbani mbio. That means we can do away with anything else, but we can't do away with our mobile phones. Why? Because of the dopamine. Dopamine is a substance ambayo ina addiction ya hali ya juu sana. So that is dangerous. In the interest of time, social effect. Social effect. Wangapi wameoa hapa? Nyosha mkono kama umeoa ama umeolewa. Hebu niangalie hapo mbele. Naam, sadakta. Shukran. Hamza pia wewe? Mashaallah. Takuongeza wa pili lakini inshallah. No problem. Ushaona hali ya kwamba uko sabuleni na mkeo siku ya Alhamisi usiku, alafu yeye anakutumia Juma Karim kwa WhatsApp na wewe unamtumia Juma Karim kwa WhatsApp, na mko katika kitanda kimoja, ama mmoja yuko sitting room, mmoja yuko bedroom, anamtumia mwenzake forward, not something they created themselves, forward, fake. When someone tells you I love you through forward, that's a fake love. Fake. If someone truly loves you, will tell you on your face, man, I love you. Lakini unakuta bwana na mke wanaambiana, wanapendana kwa kutumia social media. Usiku ninapolala huota usingizini, kakuota mfadhila, uko na mimi nyumbani, lakini kigutuka kwa ghafula, subhanallah, kumbe wewe uko maburangetini na mimi niko sabuleni. Hamna kitu ambacho kimetuleta pamoja, hamna mahali moyoni. Sawa. It's really a problem, social problem. Watu wamekaa wanakula pamoja, baba, mama, kaka na dada. Kwa masaa mawili wanakaa pamoja, hakuna mazungumzo kabisa. Kila mmoja yuko kwenye simu yake. Kila mmoja watu wako Ukunda, lakini mmoja yuko Canada, mmoja yuko Switzerland, mmoja yuko Saudi Arabia. Na wako Ukunda ama hapa Kwale. In the same house, everyone is talking to a different person from a different part of the world, lakini wao wenyewe waliokaa pamoja hawazungumze. Nini? Social media. That means our social fabric is being diluted. According to research that was done at the coast region, couple in the coast region, they only spend 15 minutes per week sharing quality, intimate conversation. Take note. Quality, intimate conversation. Kwa maanisha kwamba jamii zetu hazizungumzi tena katika hali ya kawaida, zinazungumza kwa kupitia social media platforms. Kwamba yale mazungumzo ya baba na watoto wake ambayo ni muhimu, mazungumzo ya mama na baba kama mume wake, mke wake, yote hayo yameharibika. Watu wako busy katika social media.
Very interesting, very very interesting. Kijana mmoja alikuwa anamwambia mamake, nipapase mama kichwa. Mama yuko kwenye simu, akampapasa kichwa. Mwisho yule kijana akajiondoa yeye, akamweka paka. Mama bado anapapasa kichwa tu, kwa sababu mkono mmoja uko kwenye social media, kidole kimoja chembelecho watu wa amu nzijatu kila mmoja kidole busy, the fingers are very busy. Social fabric is getting destroyed. Religious as a result of social media, positive, watu da'wa imekuwa nyingi sana. Hata hii conference imealikwa sana katika social media. Ni kweli, sema kweli. Lakini apart from that, utafiti unaonyesha 9% ya vijana wa Kenya wameingia Illuminati kwa kupitia social media. 12.5 ya vijana wetu wameritadi kutoka dini zao, iwe Muislamu au Mkristo, kufuata dini ya watu wengine, ya makundi fulani katika social media. Social media platform zinatumika kukashifu Uislamu. Juhudi kubwa sasa ipo kwa kutumia social media kuleta Qurani isiyokuwa ya sawa, kuleta kashfa za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuleta kashfa za jamii ya Kiislamu. Very negative. Again, we have the economic benefits, kwamba kuna virtual business zinazoendelea katika social media. But again, how many of you have been conned through social media? Many of us. A lot of fake business is going on the social media. Mupo? Swali la kujiuliza kwa sababu ya wakati. What do we do? Sema amua. B, badilika. C, changamka. D, daima dawamu. E, elimika. F, fahamu. G, geuka. H, harakisha. I, imanika. J, jitahidi. K, kamilisha. L, laani, yanaolanika. M, maliza, ubadhirifu. N, kuwa na nia nzuri. O, ongoka. P, patiliza. Q, usilaumu kadari. R, rahisisha maisha yako. S, salimika. T, tekeleza wajibu wako. U, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. V, vumilia, subira huvuta heri. W, wekeza, uwe na wekevu. X, kama si sasa hivi. Y, kuwa na yakini kwamba utakalolifanya litakamilika. Z, hamna zaidi mbaya. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, madirekta wa shule za integrated, ustadh, na mimi pia ni director wa shule ya integration, nitawapatia muitizame. Tunajaribu inavyowezekana kwamba hivi sasa alhamdulillah tumetengeneza manhaj ambayo inatumika karibu skuli 40 nchini Kenya,
ya integration, ili kusudi wale madirekta wasifanye vile ustadhi anavyosema. Alafu siku hizi tuko na mtihani unaofanywa pamoja kama KCPE, kama KCSE, inafanywa Mombasa, Nairobi, Malindi, Lamu, sijui kama huku kwenu tayari mmefanya. Kadhalika unakuta kwamba ilmu ya Muislamu haiwi ilmu mpaka iwe na T3. Bila ya T3 hamna ilmu katika Muislamu. Na T3, that means triple T, is ta'lim, tarbia and ta'dib. Lazima muhimu ilmu ya Muislamu hivi. Na ilmu ya Muislamu haiwi ilmu mpaka kuwe na aklia na ruhia. Lazima kuwe na scientific knowledge, alafu kuwe na religious knowledge, the knowledge that is generated by you and me, and the knowledge that comes direct from Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo swala la education ni kubwa sana, na swala la crisis ya education ya Muislamu nchini Kenya pia ni kubwa sana. Kwa hivyo mimi ningependa kuwakaribisha katika hii shule yangu naitwa Kumulkura Educational Center. Mimi ustadhi nimeanza integration Raubwa primary na secondary. Nina furaha kwamba mimi na Dr. Braja tulisoma pamoja Nigeria, na mfumo tuliopitia mimi na yeye ilikuwa ni mfumo wa integration. Kule Nigeria kuna university, hauwezi kugraduate uwe daktari, uwe lawyer, uwe nani, lazima pia ufanye Islamic studies. Hauwezi kugraduate kama hujapata juzo angalau 6. No way. Hujasoma bado. Kwa hivyo hii ni mifumo ambayo inataka kuigizwa huku kwetu, kwa sababu elimu ni lazima ikupe hasana katika huu ulimwengu na ikupe hasana kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran. Takbir, takbir, takbir. Shukran ala mujahid.